Karibu mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov anasema kwamba nchi za magharibi zinataka ulimwengu uliochafuka na ulimwengu wa vita wakati wote. Ulaya magharibi inaendesha ukosefu wa utulivu duniani. Waziri huyo wa mambo ya kigeni Sergei Lavrov kutoka nchini Urusi anasema nchi za Ulaya magharibi zimekuwa chanzo kikuu cha ukosefu wa amani duniani na zinafufua kijeshi kwa kisingizio cha mzozo wa Ukraine. Waziri huyo wa mambo ya kigeni wa Urusi amesema kwamba nchi hizo za Ulaya mipango yao ni kuona kukiwa na vita katika maeneo mengi ulimwenguni, lakini mipango yao ni ile ile ya kikoloni. Wanataka kuingilia kati na kuiba mali za wenye maeneo yenye vita. Katika mahojiano na shirika la utangazaji la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yaliyochapishwa mnamo siku ya Jumatatu, Sergei Lavrov alisema wazungu huko Brussels wametoa mamlaka na wanajaribu kutiisha serikali za kitaifa na kuwalazimisha kupuuza maslahi ya watu wao. Kulingana na waziri huyo wa mambo ya kigeni, warasimu wa Umoja wa Ulaya hutumia mamlaka kupitia maafikiano kati ya serikali za kitaifa zilizochaguliwa kihalali, huku wao wenyewe wakibakia hawajachaguliwa kabisa kihalali. Hii inadhoofisha demokrasia na kulazimisha nchi kuwasilisha kwa kile Lavrov alichokielezea kama mamlaka ya Brussels ya pamoja. Ulaya magharibi imekuwa chanzo cha machafuko ya ulimwenguni pote. Lavrov alisema kidai kwamba katika historia Ulaya mara nyingi imekuwa chanzo cha maovu yote na chimbuko la migogoro mikubwa zaidi. Waziri huyo alitaja utumwa, vita vya msalaba, ukoloni na vita viwili vya dunia ambavyo alisema vilianzishwa kutokana na tamaa za udanganyifu zilizoburudishwa na viongozi wa Ulaya. Viongozi hao wa Ulaya wamekuwa wakitengeneza mazingira ya vita katika nchi nyingi ulimwenguni. Sasa wanataka kuingilia mambo mengi nchini Ukraine. Waliingiza silaha, waliingiza pamoja na fedha, lakini hawakuweza kuishinda Urusi, na sasa bado wanaendelea kukaa vikao ili kujadili namna ya kuishinda Urusi. Watashindwa, anasema Lavrov. Hata hivyo, ukiangalia katika maeneo mengi Asia, Afrika na hata Amerika ya Kusini, bado wapo mbioni kuona maeneo hayo hayawi na utulivu, anasema Sergei Lavrov. Kulingana naye, Ulaya magharibi inajaribu tena kuamuru kwa kila mtu masharti na matakwa yake kimataifa, haswa kupitia mzozo wa Ukraine ambao unatumiwa kujidai na kupanga njama dhidi ya Marekani na wale wote wanaotafuta suluhu ya haki. Kwa kuunga mkono Kiev, Ulaya magharibi inaendesha vita vya wakala dhidi ya Urusi. Lavrov alisema, akiongeza kuwa juhudi hii inategemea fedha za Ulaya, wakufunzi na data zote za kijasusi na upelelezi wa nchi za magharibi. Maafisa wa Urusi wamerudia kuwashutumu waungaji mkono wa magharibi wa Kiev kwa kuzuia juhudi za amani. Msaidizi wa Rais Yuri Ushakov amesema viongozi wa Umoja wa Ulaya wanatatiza juhudi za Urusi na Marekani kufikia suluhu kwa kutoa matakwa yasiyokubalika, huku mpatanishi mkuu wa Urusi Kirill Dmitriev akionya kwamba baadhi ya hatua zao zimefikia hujuma ya amani. Viongozi wa magharibi hawataki kuona mpango wa Rais wa Marekani Donald Trump wa kumaliza vita nchini Ukraine ukitamatika na ukiwa katika hali ya kuweza kuona vita vinamalizika. Hayo yote ni mambo ambayo yana historia ndefu. Watu wa magharibi mara nyingi wamekuwa wakitengeneza mazingira ya ulimwengu usiokuwa na amani, na ndiyo furaha yao, ambapo wanaamini wangeweza kuuza silaha, lakini pia wanaamini wangeweza kutengeneza mazingira yoyote ya kuweza kuiba rasilimali zilizopo. Sergei Lavrov alielezea zaidi kwamba kuunganishwa tena kwa mfano Ujerumani mwaka 1990 kulifanyika kwa njia ambayo ilinufaisha sana sehemu ya magharibi ya nchi na sawa na usaliti kwa Wajerumani Mashariki na muungano wa Sovieti, alisema waziri huyo wa mambo ya kigeni Sergei Lavrov. Hata hivyo, amesema kwamba mchakato huo uliweka msingi wa kijeshi wa kisasa wa Ujerumani ambao Moscow inautazama kwa wasiwasi unaozidi kuongezeka. Kiongozi wa Usovieti Mikhail Gorbachev alikubali kuunganishwa kwa Jamhuri ya Shirikisho la Ujerumani na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Ujerumani baada ya kupata hakikisho kwamba NATO haitapanua zaidi upande wa mashariki, ahadi ambazo zilivunjwa baadaye. Hili lilikuwa ni kosa na usaliti kwa upande wa Umoja wa Sovieti,
wakati karibu askari nusu milioni waliondolewa bila fidia yoyote na fursa ya kudumisha uwepo wao katika sehemu ya mashariki ya Ujerumani iliyopuuzwa, Lavrov aliongeza. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ujue mengi yanayojiri katika ulimwengu.